Asante sana, mimi naitwa Mheshimiwa Clarkson Maono Mwita. Mimi ni mwakilishi wa wodi ya Masaba katika lugha ya Kimombo, Masaba Ward Representative at the county level. Asante sana. Rais kututembelea hapa Migori County, tunashukuru sana. Ni nadra sana muone rais ameenda mahali, sababu huwa kuna very tight schedule. Mimi niliona wale marais wa nyuma hapo nyuma hawakupenda kuja hapa sana, lakini nataka nimshukuru Rais Ruto ya kwamba anakumbuka watu wa Migori sometimes kwa wakati huu, si kama vile hapo nyuma. Japo kuna changamoto mbalimbali ama kuna maoni mbalimbali, mimi kitu ambacho ningesema, rais alikuja Migori, mimi nimekuwa pale Awendo na tulikutana pale kama leaders meeting. Ilikuwa ni sherehe, ilikuwa kubwa sana ambayo ilihusisha watu wote katika kaunti yetu ya Migori. Katika kaunti yetu ya Migori. Na ninataka kwanza nishukuru wale ambao waliopanga hiyo hafla. Na wakati rais amekuja, ameongelea mambo mingi tu ya hii kaunti ya Migori. Kaunti ya Migori iko na 8 sub counties, ama tuseme 8 constituencies. Kwa hivyo kila mahali alikuwa anatouch kitu ambacho kinaenda kufanyika hapo. Na mimi nikaona ya kwamba ni vizuri pia mmekuja leo kuniuliza kufika kwake rais katika kaunti ya Migori ilikuwa na maana. Mimi nimesema ilikuwa na maana, lakini tuliona sehemu mbalimbali kama pale Migori Stadium amesema 800 million. Tukaona pale Nyatike irrigation scheme amesema over 200 million. Nikaona yule waziri anayehusika na stima amesema Gogo Power Station. Kaongea mambo ya Masaba Power Plant hii yenye iko hapa Ntiange kwa wodi yangu hapa. Na mambo mbalimbali. Na pia wabunge wakasema kuna vitu zinaendelea. Mimi nilishukuru tu mheshimiwa president kwa sababu kwa zile vitu alisema, kuna barabara alisema ambayo inatoka Nyamagagana Kombe inaenda mpaka Onyarubiro. Na nakumbuka akisema instead ya kusema Onyarubiro akasema Orubiro. So mimi nilishukuru kwa hiyo kwa sababu hii barabara ya Kombe imekuwa ikisumbua watu sana katika wodi yangu. It's a very economical road ambayo iko na magari mingi. So mimi hiyo barabara akituwekea lami kutoka hapa Nyamagana mpaka pale. Na ninaomba mbunge ambaye tuko naye Mheshimiwa Matias aendelee tu kusukuma yeye. Aweke hiyo barabara lami kwa sababu ni barabara iko na watu wengi, iko na magari mingi. Ni kama tu yenye tunaona hapa Migori Kehanja. Kwa hivyo mimi nitakuwa nimeshukuru kama mwakilishi wa wodi ya Masaba. Japo rais kukuja kwake hapa kumekuwa na mambo tofauti. Wengine wakiona wamepata mingi, wengine wamepata chache. Mimi ningesema ya kwamba next time president akikuja hakikisha kwamba amebalance hizi 80 constituencies zetu. Hii ni kama uko na wanawake 8 ama sivyo. Uko na mwanamke anaitwa Kuria East, mwanamke anaitwa Kuria West, mwanamke anaitwa Nyatike, mwanamke anaitwa Awendo, mwanamke anaitwa Suna West na Suna East, na mwanamke anaitwa Rongo. Sasa wakati ukipea mwanamke mwingine kubwa kushinda mwingine, then katika lugha ya Kikuria wanasema na rabeni rihali. So hiyo ndio ninaona kama president wale ambao wako karibu, especially wabunge wetu na governor wetu, wakae wamuelezee wakati anafanya hivi vitu, hakikisha kwamba we are all well represented, and that is what we need, equitable sharing of the resources within this county. Hii mambo ya kiwanda ya Getonganya, mimi nitasema is a thorn in our flesh. Hii ni mwiba, iko tumedungwa kama mwiba. Hii kiwanda hata kabla niongee mambo na rais ya kwamba angekiongelea. Hii kiwanda mimi nataka nishukuru wale ambao walikuja na idea ya kuleta hii kiwanda hapa. Sisi kama watu wa Masaba tulipeana land. But hiyo kiwanda is Migori County Sweet Potato Factory. Hii kiwanda tulipea county shamba wachenge kiwanda. Na tukajua hii kiwanda kama ingekuwa ingeajiri vijana wetu kazi. Kwa sababu hapo tumekuwa tunafanya production hapa kwa shamba, mambo na kilimo inaendelea, watu wanapanda viazi. Wanauza pale, wanapata lishe, and that could even improve our status, our standard of living. So mimi nataka nishukuru ile regime yenye ilipita ya governor bado kukuja na hiyo idea. Na mimi nimefanya research. Nikasikia kwamba kuna watu, baadhi ya watu pamoja na huyo governor walikaa chini. Wakaenda mpaka kwa devolution, ambapo wakati huo yule ambaye alikuwa former PS Marwa alikuwa kwa Minister of Devolution, akiwa kama permanent secretary ama principal secretary. So it was just a memo yenye ilichoro tu hapo within the county. Na nilisikia by that time kulikuwa na Edicha Gambere kama chief officer wa agriculture.
na kukawa na warembo wawili hapo katika Department of Agriculture wakiwa kama directors, na huyu msichana wetu hapa Sheila Gat wakakaa chini wakaandika hiyo kitu, wakaendea Marwa huku juu. Marwa akasukuma kupitia devolution wakati huo tukapata hii kiwanda ya Getong'anya Sweet Potato Factory. Hii Getong'anya Sweet Potato Factory ni mradi ambao uliletwa na European Union from the national in conjunction na county government. Sawa sawa. Sasa mimi my expectation wakati nimeingia nilikuwa najua lazima hii kiwanda iwe inafanya kazi. Governor Ochilo amejaribu. Hata kwa hii ward yangu amenifanyia maendeleo mingi sana. Pati hii kiwanda inampiga. Hiyo mimi siwezi ficha. Unajua ni vizuri mtu anasema ukweli. Mimi nimekuwa Kuitembe, watu wanauliza hii kiwanda. Nikienda Kegonga watu wanauliza hii kiwanda. Nikikuja hapa kwangu watu wanauliza hii kiwanda. Hii kiwanda si ya Wakuria tu. Hii ni kiwanda ambayo ikikua itafaidi watu hata from the external areas. Tuseme from the international areas. Watu wanatoka ng'ambo huku they come and invest here. So mimi kitu ambacho nilikuwa nasema, singesema mbona president hakugusia hiyo kiwanda. Angegusia huenda hakuambiwa. Si ndio? Na mimi siwezi jua kama aliambiwa ama hakuambiwa. Si ndio? Mimi nataka tu niambie wale leaders wetu ambao tuko na wabunge 8 na tuko na governor mmoja. Na tunapenda governor and we are supporting the governor 100%. Na hii ward yangu nimekuwa nikiambia watu simama na governor because hizi tunaona maneno inatendeka hapa hata kama ni kidogo nini kubwa nini is because of that governor. So there's no way unaweza piga ng'ombe na unakamua ng'ombe. So tusimame na governor, but we have to tell our governor kwamba this factory of Getong'anya Sweet Potato, Migori County Sweet Potato Factory is a ton of in our flesh. Because mimi nimekuwa nikikutana na vijana wengi hapa wakilia employment. This can act as a source of employment in this county of ours and even in Kenya. So mimi nataka tu niambie wale wabunge wetu 8 wakiongozwa na Junet Mohamed na mbunge wangu Matias Robi na Kitayama hapa juu na governor na wale wengine akina Nyamita wote siku wakienda kwa president because hao ndio wanaenda kwa president. Sisi MCAs hatufikiangi president. Hiyo tunasema ukweli. I don't want to hide. Call a spade to remain a spade, ndio. So wakienda pale next time, let them speak about this factory. Kama president anaweza kuja atoe milioni 800 huku, zingine atoe 200, huwezi niambia president anaweza shindwa kutoa milioni hata 100 kwa hii kiwanda. Si ni ukweli? Hii kiwanda wakulima wetu walipewa mbegu. Wamelima viazi. Hata mpaka saa hii wamelima viazi. Kulingana na statistics inaonekana ni kwamba juzi walikuwa wananiuliza mheshimiwa, tulipewa mbegu tunapeleka wapi? Utajibu ache wewe. Na hii kiwanda hakuna MCA Kenya, hata mimi ni MCA mwenye akona uwezo wa kutengeneza hii kiwanda. Hata wakinitoa mimi Clarkson, walete MCA kutoka Mount Elgon. Na wezi hii kiwanda piwali ni hawa kubwa wetu waonei maneno wakiongelea. Wabunge wetu wote 8, hii kiwanda ni ya county, si ya constituency, si ya ward, ni kiwanda ambayo ni ya county mzima. So let us call us better spade. Let us be realistic. Number 2, hii kiwanda pia, me have 3 remedies here. Hii kiwanda iko kwa Department of Agriculture, ambayo hiyo department inaongozwa na kijana kutoka hapa kwetu, akiwa kama CC, Honorable Mosenda. Honorable Mosenda lazima akiwa kama Mkuria na kiwanda iko Kuria, lazima tujue ya kwamba how far has he reached? Do we have the regulations? Do we have the policies? Where has he reached? He should come and tell the Kurian people and even the Migorians, this is what we have done and this is what we have achieved and this is what is remaining. Now, you people, what can you help me? That's the things we can do as leader from here. Si ni ukweli? You know, we cannot blame the government each and everything. We blame the government, and that's what the government has a structure of the government. Kuna mawaziri, kuna chief officers, kuna directors. They are going inside and to know what is happening among our people, what is happening within our people, and they bring the data back to him. So that is what I want to say. Anyway, hii kiwanda pia governor, ningeomba governor wa Migori. Jana tulikuwa pale Kegonga na tukaona pale tulikuwa tunashughulikia mambo na coffee production, mambo na kahawa, si ndio? Tulikuwa pale Ntimaru. Tulipokuwa pale Ntimaru, mimi niliona kulikuwa na idara ya kilimo ikishughulikia wakulima pale. Na kukawa na idara ya trade, industry and cooperative, ambaye pia inaongozwa na msichana wetu Dr. Betty Samburu. Walikuwa pale. Manake pia hata hii kiwanda hii ni viazi. Kuna upande wa wakulima na kuna upande wa investment. Governor alete wa trade department and the trade department and industry aweke pamoja na hii agriculture, so that the trade wakileta kutoka hapa, agriculture wanaleta kutoka hapa, hii kiwanda itaamka. 3, saa hii pia running a factory is hectic.
Juzi tumeona rais akiongea kuhusu mambo ya Sony, si ndio? Sony imekuwa supported na national government. If the president support this factory, it will move.